Kwanza kabisa nilipenda nizungumzie swala la viongozi wa dini kushiriki siasa. Jambo hili linatafsiriwa kama ni jambo geni kwa sasa. Lakini kwa hakika sio jambo geni. Katika historia nchi yetu sisi, chama cha kupigania uhuru kimeanza mwaka 1929, AA African Association. Waasisi wa African Association miongoni mwao ni viongozi wa dini, akiwepo Mufti Hassan bin Amir. Hii ni kwa upande wa Tanganyika. Lakini kwa upande wa Zanzibar, chama kilicholeta uhuru wa Zanzibar ni Zanzibar Nationalist Party. Kiongozi mkuu wa Zanzibar Nationalist Party ni Sheikh Al-Mohsin Barwani. Kwa muhtasari, viongozi wa dini ndio wabunifu wa fikra za kupigania uhuru, na wameshiriki katika harakati za uhuru na kujenga nchi kwa miaka mingi. Hapa kwetu Tanzania, viongozi wa dini wameondolewa katika uongozi wa siasa mwaka 1963. Baada ya kuwaondoa, alafu ndio wakaanzisha hiyo propaganda kwamba dini na siasa ni vitu tofauti, havifungamani, na kwamba viongozi wa dini hawaruhusiwi kushiriki siasa. Hii ilikuwa ni dhulma ya maksudi ambayo ilifanywa na wanasiasa kuwatoa waasisi wa harakati za siasa Tanzania, viongozi wa dini, katika siasa. Kwa hivyo historia inaonyesha kwamba viongozi wa dini wanashiriki siasa, na hawa niliwataja sio viongozi wa dini wa kawaida, ni maulama. Unapomtaja Mufti Hassan bin Amiri, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Unapomtaja Al-Mohsin Barwani, huyu ni mwanachuoni mkubwa. Hawa walishiriki siasa ipasavyo. Mimi nashiriki kwa sababu nina ushahidi kutoka kwa hawa viongozi waliotangulia, na sitaacha kushiriki siasa. Kuna lugha imetumika hapa kwamba hatuwezi kumwachia fisi bucha, na sisi viongozi wa dini hatuwezi kuachia mafisi bucha, kwa maana ya wale wanasiasa ambao hawataki sisi tushiriki siasa. Hilo la kwanza ambalo nipenda nieleze kwa muktasari, kwamba viongozi wa dini wana uhalali na wao ndio hasa waasisi wa siasa za Tanzania.